umetukuka. Hakuna aliye kama wewe. Father, as we stand here before you, Master, we say there is no anybody like you, Lord. We bow down before you, King. We raise up our hands, O Lord. We say you are the Lord, Master. Ni nani aliye kama wewe Bwana? Hakuna kama wewe. Umestahili sifa za mioyo yetu. Umestahili kuheshimiwa Bwana. Umestahili kupewa sifa Mungu. Raba shekere menderebo. Umekuja na sadaka yako ya zaka, sogea mbele. Shela mandala masika paya. Reba kaposa nara masikata. Umekuja na zaka yako, sogea mbele sai. Lima mama manto sekeria. Raba yando sika pakayante. Ela mama masakataya. Reba baba sikata. Walioendelea kumwazimisha Bwana, wala usishangae katika uwepo wa Mungu. Umekuja na zaka yako, sogea mbele. Rima sakata payande. Baba, tazama watoto wako hawa. Yesu, leo ninawaleta mbele zako. Wamekuja na matoleo yao ya zaka. Baba Mungu, ukaangalie kazi zao. Bwana Mungu, kabariki Bwana. Yesu, ninamkemea alaye katika jina la Yesu. Ninaachilia neema yako mfalme amani. Ninaachilia nguvu yako katika kazi zao. Ulinzi wako Mungu kadhilike. Neema yako Mungu ikatawale. Roho Mtakatifu simama, maana wewe ni Baba. Father, we say thank you, oh Lord. Tazama watoto wako wengine wamekuja na sadaka za ibada. Bwana Yesu, kadhipokee sadaka zao. Bwana Yesu, kadhikubali sadaka zao. Bwana Mungu, sadaka zimebeba mioyo. Bwana Yesu, unapoziangalia sadaka, angalia mioyo yetu. Wengine mioyo imejaa mahitaji, wengine mioyo imejaa shida, wengine mioyo yao haja yao ni kukutana na wewe. My Lord, I praise your name. Father, as we are going to listen the word from heaven, Baba, utusaidie mfalme amani. Uwe pamoja nasi mtakatifu. Bwana Mungu, wewe ni mwema. Katika jina la Yesu Kristo, neema yako Mungu ikatawale, na nguvu yako Bwana ikatawale. My Lord, my God. Saka palando rikapa. Sirara baba koriande. Eri mama makopesanda. Rama sheketeli makaya. Senda la masika papa. Iraba kapesende remosha. Raba baba kopesanda. Rema shakateri baka. Katika siku ya leo umetupa neema tena kuwepo nyumbani mwake. Baba yetu Askofu Pastor Wilson Agase yuko na safari. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo amekuwa anatuma salamu huko kwenye group la kanisa walioko wanaona. Lakini pia alisema kama kuna mtu ana mambo ya kuombea ambaye anatamani ya muombea akiwa kwenye hiyo safari ya kiimani, alisema mtumie inbox. Bwana asifiwe sana. Inbox ni kwenye inbox ya WhatsApp, sio ya kawaida, kwa sababu kwa riko simu ya kawaida haipatikani. Amen. Kwa hiyo kama una uhitaji, fanya hivyo, kwa sababu Mungu yuko pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Kwa atapita kwenye yale maeneo ya kihistoria ya imani yetu ya Kikristo tunayosoma kwenye Biblia. Amen. Basi nikuletee neno la Mungu mchana huu. Basi kama kuna mtu anaandika, aandike kichwa cha somo Mkristo halisi, au kwa Kiingereza wale wa haya Wasukuma wanasema Elili Christian. Bwana asifiwe sana. Elili Christian. Mkristo halisi. Mkristo halisi. Ikitokea wanakusingizia, asikutetee mke wako tu, waweko na watu wengine wanasema huyu hawezi kufanya hivi bwana. Hapo utathibitisha kama wewe umembaa Kristo na ni Mkristo halisi. Sema amen.
Najua Bwana anatengeneza njia. Mungu anasema tengeneza njia zako wewe, ndio mimi nitengeneza. Halo. Utakatifu unapiganiwa. Haujafanya vita na dhambi hata kumwaga damu. Kwenye ulimwengu wa roho, unapopambania utakatifu unapaswa kumwaga damu. Bwana asifiwe. Waebrania 12:14 anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu. Kumbe amani inatafutwa kwa bidii, lakini pia utakatifu ni kitu ambacho kinatafutwa kwa bidii. Unajua kwenye dunia yake peke yake, anaishi humu, anapanda bajaji kama wewe. Bwana asifiwe sana. Kama ni gari analo, anaenda sheri, yeye huwa akai akasema Mungu shusha mafuta, na yeye anatoa pesa, ni kama wewe. Kwa hiyo majaribu nayo yapitia wewe, hata kama unaona anaendelea mbele na Mungu vizuri, unapaswa kutumia njia ile inayoitumia ili awe vizuri na Mungu, na wewe ndipo utakuwa vizuri. Sema amina. Halo. Kwa nini? Kwa sababu utakatifu unatafutwa. Haumfati mtu tu, haukai mahali fulani ukajirekeza. Ndio maana kuna vishawishi mbalimbali. Baba yetu alitoa ushuhuda siku moja, akasema, mtu akasema nikatie risiti ya 3,000,000 halafu tuandike 10,000,000. 3.5 nakupa wewe, 3.5 nyingine na baki, lakini huku invoice nasoma 10,000,000. Bwana asifiwe. Ili ukiona anaendelea na Mungu unasema ye hayo hayawezi kumpata. Hapana. Utakatifu unapiganiwa maadamu uko duniani. Elewa kwamba asubuhi shetani anakujaribu, mchana shetani anakujaribu, usiku shetani anakujaribu. Na jaribu wanasemaga ni mtaji wa kuongeza imani, lakini lengo la jaribu sio kukuongezea imani. Unapolitumia kama mtaji wa kuongeza imani, uelewe kwamba wewe umelitumia kama fursa, lakini lenyewe lengo lake linapokuja ni utende dhambi. Ukisha liona tatizo kama fursa, hapo ni wewe umejiongeza. Bwana asifiwe sana. Kwa ukisema jaribu ni mtaji, maana yako umejiongeza. Lakini jaribu linataka umwache Mungu, linataka uachane na imani, linataka uache kumfuata Yesu. Lakini maadamu wewe ni mtu wa Mungu, elewa kwamba kuwa mdhalifu sio jambo nyepesi. Halo. Dakika 5 zinapita, 10, 20. Bwana asifiwe. Mimi napenda kuongea ukweli. Uko wapi? Niko kanisani. Utanisubiri, sawa? Bwana tusaidie sana. Kwa nini? Utakatifu ni tabia ya Yesu. Alijitenga na dhambi, pamoja na majaribu alikataa. Yesu naye hata wakati mwingine alipokuwa amefunga alijaribiwa na misosi. Ndio maana shetani akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Bwana asifiwe. Kula chakula sio dhambi, ila unapokula chakula kilichotoka kwa adui, kilichotokana na neno la adui, hiyo ni dhambi. Bwana tusaidie. Kula chakula sio dhambi, lakini unapokula chakula ambacho kimetolewa sadaka kwa sanamu, inakuwa ni dhambi. Lazima ujue kukataa na kuishinda dhambi ni maamuzi toka ndani. Hamna, hawajaniona wala hawajui. Na moja ya dhambi mbaya anayoitumia shetani kwenye kizazi cha leo ni dhambi ya uzinzi.
hiyo ni mbaya. Biblia naye imeitofautisha, inasema dhambi zingine zinafanyika nje ya mwili, lakini ile ni juu ya mwili wa mtu. Hiyo ndo inayoua vipawa vya watu. Hiyo imeua Biblia naye inaeleza, inaeleza kwenye kitabu cha Mithali. Anasema hiyo dhambi ya uzinzi, anasema usiwape makahaba nguvu zao. Hao makahaba wamewaangusha, wawaharibu wafalme, wanaharibu nguvu ya kutawala. Moja ya kitu dhambi inafanya, inaharibu nguvu ya utawala wa mtu rohoni. Lazima usimame imara ili kushinda dhambi. Pointi ya pili, tabia ya pili ya Yesu ambayo alikuwa nayo ni tabia ya kujitoa. Hii inapaswa ionekane ndani ya mtu wa Mungu. Amen. Tabia ya kujitoa au utoaji, iwe ni kutoa sadaka au kujitolea mwenyewe. Maadamu mmeshazaliwa na Mungu, umeshakuwa Mkristo, moja ya kitu Kristo alifanya, alijitoa yeye mwenyewe. Wafilipi 2, kitabu cha Wafilipi sura ile ya 2 mstari ule wa 6. Akawa na mfano wa wanadamu. Amen. Soma na ile Yohana 3:16. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa moja ya kitu unaona, mtoaji wa kwanza alikuwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mtoaji wa kwanza ni Mungu. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Lakini kwenye Wafilipi anasema alikuwa ana namna ya Mungu. Maana yake alikuwa ni Mungu, alikuwa mbinguni. Akaona hawa watu wanaangamia, hawa watu shetani anawatesa, hawa watu dhambi inawasumbua, hawa watu wanateseka. Upendo ni nini? Ni hali ya kudhamini kitu, hali ya kujali. Unajali vipi watu? Uiona mtu ana njaa, unamjali vipi? Anakuja mtu mtumishi na njaa, unamwambia pole. Na unajua una hela, unaweza kumpa gala, pole. Unajua una chakula, unaweza kumpa, unamwambia pole. Bwana akufanyie msaada. Wewe ndio ulitakiwa kuwa msaada. Kama unajali utamsaidia. Bwana tusaidie. Haleluya. Moja ya baraka kubwa ni sadaka ya wakati, huwa ina baraka. Bwana asifiwe sana. Yaani unajua kabisa mtu sasa hivi anahitaji kwenda Dar es Salaam, ana nauli. Ukimpa wewe atakuombea baraka kuliko ambaye atamtumia akiwa njiani na alisha safiri. Halo. Upendo unasukuma, nimekwambia unasukuma kujitoa, lakini upendo ni hali ya kuthamini watu, hali ya kumuona mwenzako ni wa thamani, hali ya kuhesabu wengine kwamba ni bora na kutamani kuwaona wakiwa vizuri. Kanisani hakikisha unawapenda watu, usiwe na maadui mtaani. Maadamu wewe ni mwana wa Mungu, moja ya kitu Yesu alifanya, anawapenda watu wote. Yesu anatupenda watu wote. Yesu angekuwa anachambua, inawezekana wengine tungekosa sifa. Yohana 15:9. Yohana 15:9. Mkristo halisi ni mtu mwenye upendo. Kama vile Baba alivyonipenda, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Soma wa 12. Amri yangu ndiyo hii, pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Bwana asifiwe sana. Yesu anazungumza, anasema kama Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi. Maana yake kama Yesu ni mfano, unapaswa kuwapenda watu kama Yesu alivyowapenda watu.
Na Biblia inasema yeye Yesu alifanyika maskini. Alikubali awe maskini kusudi tu, kilichomsukuma ni ule upendo wa kuwapenda watu, ule upendo wa kujali watu. Akaona haifai yeye kuwa na mali, akaona haifai yeye kuwa juu wakati sisi tuko chini. Akaona ashuke ili atunyenyue twende juu. Kilichomsukuma ni upendo. Bwana asifiwe sana. Ukiwa na upendo na ukapenda wengine, unaonyesha sura ya Yesu kwa watu. Unawafanya watu waelewe Mungu ni wa namna gani. Amen. Unapobeba upendo, unawafanya watu waione sura ya Mungu. Si ushaona mtu baada ya ana shida, hafu mtu au bila kumwambia, mtu akamwambia kamata hii, akajibu shida yake, anasema Mungu ana watu. Bwana asifiwe sana. Hafu kinachotokea, anamshukuru yule, anaenda kumshukuru Mungu kwa sababu ameinua watu. Maana yake kama hauwapendi watu kule mtaani unakoishi, it means kwamba wale watu wanashindwa kuelewa Yesu ni wa namna gani. Kuna mtumishi aliwahi kuja hapa, alitoa ushuhuda. Akasema kulikuwa kuna mama mpendwa, kumbe kule nyumbani haheshimu mume wake. Maji ya kuoga katisha kule, sijui nini katisha kule. Siku hiyo mchungaji anaenda kutembelea nyumba ikafagiwa, ikadekiwa, mapazia yakafuliwa, yaani yakanyooshwa, pakapuliziwa perfume, nyumba ikawa inang'aa vizuri. Anamwambia mume wake okoka, kumbe hataki kuokoka. Kumbe mke wake hajabeba ile sura ya Mkristo halisi. Baadaye wachungaji wanakuja na mgeni wa semina. Baada ya semina wanaenda kufika kwa yule mama. Karibu watumishi. Akawasalimia vizuri. Siku hiyo wakala kuku, wakala wali, pilau, wakanawishwa maji ya moto. Ishu ikaja wanapotaka kuondoka. Yule baba akawaambia, hamuondoki, mtaishi humu ndani. Kwa sababu nyie mkikaa humu ndani ndio maisha yanakuwa mazuri. Mimi sijawahi nawa maji ya moto, nimenawa leo. Haya, nyumba hii haijawahi kupambwa hivi, imepambwa leo. Mtakaa humu ndani, hii nyumba iwe inapambwa kila siku. Mchungaji samani na mwalimu wa semina waamuliza, mama Shemansi, ni kweli haya? Baba nisamehe. Lazima upendo wako kwa Mungu unajidhihirisha namna unavyowapenda wale wa nyumbani mwako. Kama uwapendi wa nyumbani mwako, haumpendi Mungu. Wakang'ang'aniwa, akaibika. Yule baba sijui alitumia mbinu gani kumsolve, lakini aliwadai waishi pale ili maisha yawe. Maana yake hana upendo ndani yake. Kwa kama mtu wa Mungu, ili uonyeshe sura ya Mungu, lazima upende upendo, uchae upendo. Haujawahi saidia mtu hata mmoja. Mimi sina kitu, mtumishi. Umeshindwa kumsaidia hata mzee kunyanyua mzigo. Bwana asifiwe. Halo. Hujawahi kuona hata mtu ameanguka barabarani? Nakumbuka siku moja tulikuwa kule mjini, mtu amepata ajali, ameumia, akaitwa mtu mmoja na pikipiki, wewe mpeleke huyo hospitali. Anawaambia pesa kwanza. Mtu ameshaumia, amekatwa na kioo, yaani amechimbuka hapa. Jamaa nataka wamlipe kwanza ndio ampeleke. Na wewe kama ni muamini unataka hivyo, haumpendi Mungu bado, na haujawapenda watu bado. Okoa maisha ya mtu, halafu kama ni mambo ya pesa baadaye sema amen. Kama unawapenda watu, unamueleza Mungu, unawaeleza watu namna Mungu wako alivyokupitia tabia zako. Kwa hiyo kama wewe ni Mkristo, tabia yako ya kumpenda Mungu inaeleza kwamba Yesu ni wa upendo. Ndio maana yeye alitupenda, akachapwa viboko kwa niaba ya Petro, akachapwa viboko kwa niaba yangu, akachapwa viboko kwa niaba yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa Yesu alitoa. Lakini kitu kingine
tabia nyingine iliyokuwa ndani ya Yesu ilikuwa ni Yesu alijaa neno la Mungu. Yesu alijaa neno. Ukiwa kama Mkristo halisi, ili uwe Mkristo halisi, unapaswa kujaa neno la Kristo. Amen. Unapaswa kujaa neno la Kristo. Anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Wakolosai 3:16. Wakolosai 3:16. Ndio. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Basi Bwana asifiwe sana. Anasema neno la Kristo likae kwa wingi. Ili umfunue Kristo au uyafunue maisha ya Kristo kwa watu, unapaswa kuwa na neno la Kristo. Bwana tusaidie. Haleluya. Kuna mahali Paulo anawaambia kwamba ninyi watoto wadogo, Kristo aumbike ndani yenu. Neno la Kristo linapokaa ndani, linamuumba Kristo ndani. Likisha muumba Kristo ndani, linaleta mabadiliko ya nje. Unajua ni kazi sana kuigiza kitu ambacho sio halisi, kukifanya halisi ni kazi kufanya nini? Ndio maana huwa ni kazi kuigiza maisha ya kwamba wewe ni mpole wakati wewe sio mpole. Utakapokanyagwa tu watu watajua wewe ni mkali au ni wa namna gani. Ukisha kuwa na neno la Kristo ndani, kwa sababu kiujazacho moyo wa mtu ndio kitokacho. Maana yake matunda utakayokuwa unatoa, utakuwa unatoa matunda ya neno. Hata kama uko peke yako, umetoka hapa umeenda Nyasosi, sijui umeenda wapi mbali ambako hawakujui kama wewe ni mwamini. Kinachotokea ni kwamba watu watakavyokuona tu wanajua wewe ni Mkristo. Bwana asifiwe. Nishawahi hapa ushuhuda kwamba mtu mmoja aliniomba ushauri. Wakati naanza kumshauri nikasema, unajua ndugu, akaniambia tulia, wewe ni mlokole. Bwana asifiwe. Nikamwambia na nilikuwa sijajitambulisha. Kwa nini umesema mimi mlokole? Akasema nijibu kwanza, wewe ni mlokole? Nikamwambia wewe umeomba ushauri, unataka kujua mimi mlokole. Akasema kama uniambie acha na ushauri wako. Nikamwambia ndio mimi mlokole. Umejuaje? Akasema ulivyoongea imetoka sauti ya kilokole, sijui ikoje. Bwana tusaidie. Lakini kadri unavyomvaa Yesu, unakuwa na tabia za Yesu. Na ukishajaa neno, maana yake lile neno kwa kuwa liko ndani linakumold huku nje, yani linakujenga huku nje. Unakuwa ukitembea kama Petro. Wanasema Petro wewe ni mwanafunzi wake, anasema hapana. Na ili wakasema wewe hata kutembea kwako unatembea kama mwalimu wako. Huyu ndio mwanafunzi mimi naweza kusema alifuzu masomo ya Yesu sasa. Hadi mwendo alichukua. Unafikiri alitupa hata kimoja? Hakutupa hata neno moja. Kama mwendo alichukua. Bwana tusaidie. Halo? Kwa nini? Alivaa neno linakumold. Ukisha kuwa na neno la Kristo likakaa ndani, linakumold huku nje. Unajikuta tabia za Kristo zingine inakuwa vyepesi kuzifuata, kwa sababu linakuelekeza. Inakwambia hapa unaenda kukosea, rudi. Hapa hatujibu hivi, unamjibu hivi. Hapa unafanya hivi, unafanya hivi. Kwa nini? Kwa sababu limekaa ndani. Kinachokaa ndani huwa kinaendesha nje. Bwana tusaidie. Unapambana na hiyo tabia uiache, kwa sababu imekaa ndani. Hata Paulo anasema kwenye Warumi 7 kwamba lile nitakalo kulitenda silo nilitendao. Kwa nini anasema bali ni ile dhambi kaayo ndani yako? Kwa hiyo kama kitu kikisha kaa ndani, kinakukataza
vimo ndani. Neno la Mungu likikaa ndani yako linakukataza kwenda kwa waganga, kwa sababu linajua ndani yako yuko Yesu ambaye ndiye mganga wa waganga. Ukitaka kwenda kuzini linakukataza kwa sababu yeye aliye ndani yako ni mtakatifu. Sema amina. Lazima ujae neno. Yesu alijaa neno. Ndio maana adui alipomjia akasema, imeandikwa, wanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila litokalo katika kinywa cha nani? Kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Aliisoma kwenye Kumbukumbu la Torati 8:3. Alijua. Bahati mbaya shetani naye anayajua maandiko, ila anayatumia isivyo halali. Ndio maana Paulo anamwambia Timotheo, ukilitumia kwa halali neno la Kristo, kwa sababu kuna watu wanalitumia isivyo halali. Kwa unapaswa kulitumia neno la Kristo kwa halali. Kwa sababu gani? Neno litakumoldi ili umfunue Kristo, litatengeneza tabia, litatengeneza kwa nini? Kwa sababu tayari limekaa ndani. Nishawahi kaa na mtu mmoja, tumefika chuo nikautana na mtu mmoja kwenye chumba nilichokuwa naishi. Alikuwa kwanza anabeti, anatengeneza mikeka. Unajua watengeneza mikeka wanakuwa wanasoma kama wako serious, kumbe wanatafuta odds. Alikuwa anatengeneza mikeka, ananyoa, anaacha nywele hapa katikati, wanasema kiduku cha Balotelli hapa, anavaa suruali hivi. Sasa nikakutana naye, akasema, wewe ni mtumishi na kuona unaenda kanisa, tutakuwa tunaenda wote. Sawa, mimi sikumwambia hayo unayofanya ni mabaya, nikamwambia twende. Tukaanza kwenda kanisani. Nikitaka kwenda maombi namchukua, tunaenda kwenye maombi asubuhi, mchana, usiku, jioni. Yani ibada kama 4 kila siku. Asubuhi, mchana, jioni, usiku saa 5 mpaka saa 6 kila siku. Tumekaa. Wakati mle chumbani walikuwa wanamuona ni muuni, nikashangaa mmoja anasema, mtumishi, sijawahi mwambia hivi unavyovaa. Anabeti mikeka yake hivyo, tunaendelea kwenda kwenye maombi. Siku moja nikashangaa, nasema, mtumishi, naomba unisindikize kale yako, na mimi nikanunue nguo kama hizo unazovaa wewe. Bwana asifiwe sana. Kadri anavyoomba, anavyolisoma neno, anavyolisoma neno, akawa anakuwa moto. Baadaye akaanza kuchomekea na bata. Ninavyokuambia sasa hivi ni mtumishi wa Mungu. Neno likamoldi lenyewe. Kwa neno likisha kaa ndani yako, linaanza kukufundisha. Yule ni nabii. Bwana asifiwe sana. Akawa nabii. Wakimsema chumbani akirudi anawaambia, mlikuwa mnanisema leo 1 2 3. Wakaanza kumuogopa. Kwa nini? Kristo wa kweli amejaa neno. Lile neno linaanza kumbadilisha. Kama ni dada anavaa vibaya, neno lenyewe linamwambia, hivyo ulivyovaa ni vibaya, kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukitaka uache tabia zako hizo ambazo zimekuwa sugu, tafuta neno la Mungu. Kadri unavyosoma neno la Mungu, utajikuta ile tabia inaanza kufa, kwa sababu pale nafasi ambapo ilikuwa imekaa, neno linakuja linakava nafasi, alafu likisha kaa unakuwa salama. Sema amina. Hizo ni tabia za Yesu ambazo ni baadhi, ziko nyingi, lakini hizo ni baadhi ambazo Mkristo anapaswa kuwa nazo. Mkristo wa kweli, sio Mkristo wa kwenye fomu na majina. Tukawa tunashuhudia mahali, tumembeba mwenzetu mmoja, tusimjue bwana, tumeenda kushuhudia. Hodi, karibu. Sisi ni watumishi wa Mungu. Tumetoka pale, tunapita kuambia watu habari njema. Sawa. Tunasema muokoke, wakasema tulia kwanza. Huyu naye ameokoka. Sasa sasa kama huyu ameokoka, hamna haja ya kutuhubiria. Na sisi tumeokoka, nendeni. Jamani, akasema huyu jana usiku tulikuwa naye disco. Kumbe ameokoka, asubuhi amekuja kutushuhudia. Tulikuwa naye tunaruka naye kule. Sisi hatujui. Bwana tusaidie sana. Ana jina. Biblia inasema na jina la kuwa hai, lakini umekufa. Kumbe Bwana usiku sisi tumekaa mle
magetoni, anatoka kimya kimya bila mlango kusikika. Analuka huko, akiluka huko nje anarudi. Tunasema mpendwa ametoka kwenye maombi labda, kumbe ndo anarudi. Wanasema msituhubirie tumeokoka, swala la sisi ni kuja kanisani tu, maana huyu naye si mwenzetu. Bwana asifiwe sana. Alitengwa yule bwana, maana watu waliumia sana. Bwana asifiwe sana. Wewe ungeendelea kushuhudia au ungeanza kumshuhudia huyu? Au namwambia rudi kwanza, nitaenda mwenyewe. Ilikuwa kisanga. Bwana asifiwe sana. Tukajikuta imekuwa shida. Tukaanza kuangaliana. Huyu anamwangalia huyu, mwenzangu anamwangalia, alafu mnazungusha macho, mnazungusha. Jamani, Mungu awabariki. Ngoja tutakuja kwanza. Watu walikasirika. Lakini kwa nini? Neno likisha kaa ndani linaondoa nafasi ya zile dhambi za siri ambazo watu hawadhijui. Ili uzishughulikie vizuri dhambi hizo, lazima ujae neno. Bwana asifiwe. Ziko dhambi nyingi za siri, tena kama kwenye ulimwengu sasa hivi, ulimwengu wa kidijitali, ukishika tu simu hivi matakataka mengi. Lazima uwe na neno ndio litakuongoza, hiki ndio cha kwako, hiki sio cha kwako. Bwana tusaidie. Halo. Alafu nikwambie kingine, wewe kama ni mtu wa Mungu, usishabikie sana simu za watu ambao hawajaokoka. Kama alikupa uangalie kitu, ishia hapo, usipende kuendelea mbele. Mmoja kanifuata juzi. Tumishi, yani nimeshika simu ya mtu imeninajisi kabisa. Nikamwambia usizoee simu za watu ambao hawajaokoka. Wana mambo yao ya siri kwenye simu. Lakini hata wewe kama umeokoka, hakikisha wewe ni mtakatifu mpaka kwenye simu yako. Ukiwa peke yako usiku, unaangalia nini? Unafuatilia nini? Unafungua peji gani? Bwana asifiwe. Halo. Nilishika simu ya mpendwa mmoja, ilikuja message moja shwa. Hapo ni mtoto wa mchungaji wangu kule kwetu. Ilisoma sha. Nilitupa simu bure. Bwana asifiwe. Hapana. Kwa nini? Watu wana mambo yao ya siri. Ili mambo yao ya siri yafe, lazima ujae neno. Litaua mambo yako ya siri, litayabadilisha, litayafisha. Kwa nini? Kwa sababu likisha kaa, yani kama unaendelea kuliweka, maana yake uzito wa lile neno linavyojali, na ya mwisho wa siku yanafanyaje? Yanatoka. Simama juu. Simama juu. Kwa nimekwambia na kufundisha habari ya Mkristo halisi ili ujue. Usiwe Mkristo jina. Simama juu kwa miguu yako kanisa. Usiwe Mkristo jina. Lakini pia kwa sababu ya matendo maovu ya watu wanaoitwa Wakristo, watu wengi wameshindwa kuielewa Injili. Na sio kushindwa tu kuielewa Injili, wamekuwa wanapasivu isivyo sawasawa habari ya Mkristo. Kwa kama wewe ni mpakwa mafuta, hata tukirudi kwenye asili ya dhamani ya mpakwa mafuta kuna vitu alikuwa haruhusiwi kuvigusa. Bwana asifiwe sana. Ndio maana wewe kuna vitu vingine Biblia inasema wala usiguse. Sio wala usiguse kuvigusa tu, lakini wala usivisikilize. Place team Nyemere. Rapa shekete Rika baba nifinyange, unifanye kama, nyosha mikono juu, upendavyo. Bwana Mungu, ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Mungu, Bwana Mungu, ninakuja Yesu kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Mungu, Bwana Mungu, iba toka ndani ya moyo wako.
Bwana unifanye kama. Natamani mtu mmoja ibe kutoka ndani. Oh Bwana Mungu, Bwana Mungu, Bwana Mungu, wako Yesu unifanye kama, unifanye kama. Oh Baba nifinyange, nifinyange Yesu nifinyange. Unifanye kama wewe. Baba yangu nifinyange, Baba nifinyange, Baba unifanye kama wewe. Oh Baba nifundishe mimi, oh nifundishe mimi, Baba unifanye kama, unifanye kama wewe. Oh Yesu nitakase, Baba nitakase Yesu. Unifanye kama, unifanye kama. Baba nifinyange leo. Mwambie Yesu akufinyange mchana wa leo. Nifinyange Baba, unifanye kama, unifanye kama. Yesu nifinyange, nifinyange leo. Unifanye Baba yangu. Oh Baba nifinyange mimi Bwana. Nifinyange, nifinyange. Nenda sasa mbele za Mungu, mwambie Baba nifinyange, unifanye kama upendavyo. My Lord, my God. Mwambie Mungu mimi ni mdhaifu katika eneo hili. Wewe unajua mahali ambapo wewe ni mdhaifu. My God, my Father. Rema shekete. Mwambie Baba nifinyange. Lema sakataya, lemo shakate, lema kopesana, rama kapesaya, lema sheketete, ela bakapanto, rima kabababaya, esa malamanto, rima sheketeria, raba bababakaya, lema sheketeria, ira bababakosa, lema shekete. Mwambie Baba nataka niwe Mkristo wa kweli. Sitaki kuwa Mkristo mwenye jina la kuwa Mkristo. Ufunuo wa Yohana na Shep una majina mengi ya watu ambao wanaonekana kuwa hai lakini wamekufa. Mwambie Bwana fufua roho yangu. Sitaki kuwa Mkristo wa jina. Nataka Bwana niwe Mkristo wa kweli. Anda mashika rebo kopasa era makapa sheke teteria rama shakata rimo shakata irabakaya. Wewe unajua mahali ambapo umekwama. Enda na mashika rimo shakata rema shakaya rimo sheke mandolo moshika. Ubadilishaye ni wewe. Mwambie Bwana nibadilishe, nifinyange kama utakavyo, nitengeneze kama utakavyo. Rama shekete rimo kopa arabashia morabashika rimo kapaya esa kapato rema shekete limo kapaya zeka papa rabo shakata rima kato shete rima lama sheketa rama kapaya jenda lama shika zeka papa ela masaya no rabasikaka ela baba esekete. Baba finyanga mioyo yetu Bwana mchana wa leo, neneza mioyo yetu
mchana wa leo tengeneza mioyo yetu Baba, ifinyange Baba, ifinyange mioyo yetu. Mwambie Baba kufinyange. Rema shekete lema sakaya ribo shande ela masika ela makaya era mamamante osakaka eri mamama osakate osakakaya lima shande lemo shaka rimo sakaya ribo shande. Erea kuomba lema sika rema kapa shama 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 ikakakaya shamando rema shika kapaya karamanto. Baba tufinyange. Mwambie Bwana nitengeneshe nifanane na wewe. Nataka nifanane na wewe. Rama sekete moyo wangu fanane na wewe. Ndani ya moyo wangu isiweko hila. Ndani ya moyo wangu yasiwako makonyanzi. Ndani ya moyo wangu isiwako sura ya giza. Rama sakaya madam nimesaliwa na wewe. O rama sika rema kapa shekekeke rama sika lama kapaya zenda lama sika rimo kapata jeta papa rama sika remo shakaya. Wewe ni Mungu, wewe ni wa ajabu, umejaa neema, umejaa uweza. My Lord, my God, endelea kuomba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hizo nguvu za giza ripo sakata kwa jina la Yesu, mighty name of Jesus. Toka nguvu za giza, mighty name of Jesus. Maisha ya mwanamke yawe huru tangu sasa. Nguvu za kuzimu hazina nafasi juu yako, mighty name of Jesus. Toka kwa jina la Yesu, moto 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 kwa jina la Yesu. Wewe nguvu za giza unaitesa maisha ya mama huyu, moto kwa jina la Yesu. Fire in the name of Jesus. Moto kwa jina la Yesu. Toeka wewe kifungo katika wewe nguvu za giza, katika mikatara ya kuzimu. Toeka katika jina la Yesu na kufungua kutoka kwenye hizo nguvu, na kufungua kutoka kwenye hizo nguvu. Endelea kuomba kanisa, usishangae katika jina la Yesu. Mando robosika rimo kapaya. Moto kwa jina la Yesu, 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 moto katika jina la Yesu. Toeka katika jina la Yesu. Hivyo vifungo, hiyo mikatale, hizo nguvu za giza, moto kwa jina la Yesu. Seketeria mando rimo shakata katika jina la Yesu. Hivyo vifungo vilivyokufunga, hayo mapepo yote, moto 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 katika jina la Yesu. Moto katika jina la Yesu, 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 moto katika jina la Yesu. Fire in the name of Jesus. Narekesha hizo kamba, hivyo vifungo vilivyokufunga, narekesha saa hii, narekesha hivyo vifungo, narekesha hiyo mikataba, navunja kwa jina la Yesu, nafuruka hiyo mikataba, nafuruka hayo maagano, hayana nguvu juu yako. Uwe huru tangu sasa katika jina la Yesu. Moto katika jina la Yesu, moto katika jina la Yesu, moto katika jina la Yesu. Fire in the name of Jesus. Akawe nguvu ya giza, toeka na achie mwanamke huyu, toeka na, toeka sasa, moto katika jina la Yesu. Wewe nguvu ya giza iliyojificha ndani ya muru hii, na kuamuru kwa jina la Yesu, toeka kwa vifungo, hivyo vifungo, hayo makelesha yaliyokufunga sasa hivi yanakuachia katika jina Yesu. Hilo kelesha ulilowekwa ninalivunja, ninalipomoa. Hao walinzi ninawateketeza
kwa moto katika jina la Yesu. Rapo shekete rimando sikata rebo kapaya. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Umekuwa nasi, wewe ni Mungu, umekuwa pamoja nasi kwenye ibada hii. Wema wako na fadhili zako vilituzingira. Neema yako Mungu imekuwako, nguvu zako zimekuwapo. Utukufu wote tunakurudishia wewe. Pokea sifa, heshima na adhama, maana wewe ni mkuu. Litukuze jina lako, maana ni jina lipitalo kila jina. Roho Mtakatifu tawala. Bwana wa majeshi usimame nasi hata sasa katika jina la Yesu. Asante kwa maana wewe ni mwema. Tunakutukuza Bwana katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pigie Yesu makofi.